ndogo sana, lakini unaona kabisa kwamba unaona mwalimu kama vile approach ambayo aloingia nayo ni approach ya kuhakikisha kwamba as far as wameshashinda mechi ya kwanza goli 3-0, kwa hiyo leo wasitumie sana energy. Kwa hiyo ndio akawa anacheza kama vile slow, kwa sababu hata ushambuliaji uliona kwa mfano kipindi cha kwanza hata last line, yani kwenye usafi ya ulinzi kwa mfano yani kwenye unapokuwa unashambulia ulikuwa unaona walinzi wa timu pinzani wanne wako peke yao, yani hakuna madhara kabisa. Hata kusema labda Simba wapige counter attack, hakuna mshambuliaji. Kibu ndio alikuwa yuko pale mbele, lakini sio anakwenda kusimama labda na mtu wa mwisho. Kwa hiyo unaona kabisa approach ambayo mwalimu alikuwa kaitumia ni approach ya kuhakikisha wanatumia energy kidogo, nguvu kidogo, kwa sababu wameshavuka, walishapata ushindi katika mechi ile ya kwanza. Kwa hiyo ndio approach ambayo nafikiri mwalimu aliyotumia, na nafikiri mmoja kati ya kitu ambacho alichokifanya mwalimu ni kuangalia ratiba ya ligi kama hivi ambavyo walizungumza Simba ratiba yao walionayo kwamba wakimaliza hapa mechi hii hapa hawatakuwa na mapumziko, watasafiri kwenda kucheza na TRA Tabora, na siku watasafiri kesho, alafu baada ya kucheza mechi na Tabora watarejea Dar es Salaam, baada ya siku mbili watakutana na Azam, baada ya mechi na Azam watakutana na JKT pale Meja Samuel. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa vitu ambavyo vilivyopelekea mwalimu kuingia na approach hii ya kutumia energy, yani kucheza soft football, yani kutokutumia energy ili kureserve energy kwa ajili ya mechi zinazofuata. Pia licha kwamba ni objective football, lakini kwa binafsi unaona imetoka nje ya malengo, kwa sababu pia walikuwa wanatafuta bao lakini pia wamelikosa. Kwa sababu kutafuta bao of course hiyo ni kawaida, ni kweli wametengeneza nafasi, of course concentration ndio. Kwa mfano kama kipindi cha pili baada ya kubadilisha kufanya mabadiliko, alifanya mabadiliko kidogo, akaenda kuweka striker pale, standing striker, aende akasimama nani yule alikuwa akawa ameenda kusimama pale kama standing akaenda pale kwenda kusimama kama standing striker, kwa sababu kipindi cha kwanza ilikuwa hakuna striking style of play, ilikuwa ni kama vile wote ni midfielders, yani mpira wote ulikuwa unachezwa katikati, kwa sababu hata kusema counter attack hakukuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anafungua kwenda mbele kwenye counter attack. Unaona kipindi cha pili akaingia na approach hiyo, kwa sababu angalau hata kupata goli ili kuwa salama. Lakini kikubwa kama nilivyozungumza kwamba malengo ya mechi hii hapa, kwa jinsi ambavyo nilivyomsoma mwalimu ametumia mechi hii hapa, yani wachezaji wasitumie extra energy ili kureserve kwa ajili ya mechi zijazo. Lakini ukitazama squad yao kwa ujumla kuelekea hizo mechi ambazo pengine wanahitaji matokeo zaidi, bado unaona Simba yenyewe. Sasa katika mechi zinazokuja katika maeneo ambayo hata katika mechi hii hapa ndio wameshavuka tayari, mwalimu amefanikiwa kutimiza malengo yake, lakini bado kuna maeneo ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi. Mmoja kati ya maeneo ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi ni ile, unajua kwenye ulinzi huwa kuna defensive discipline, ile nidhamu ya ulinzi. Unajua kuna pasi ambazo zinazopigwa back pass sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Hapa katika mechi hii hapa ambazo unaona kabisa kwamba kama ni timu ambayo ingekuwa yani wapinzani wangekuwa wako makini kwenye ushambuliaji, wangeweza kutumia hizo opportunities, kwa sababu kuna makosa mengi sana yamefanywa kwenye safu ya ulinzi kutokana na zile back pass ambazo ni unnecessary, kwa sababu unapopiga back pass lazima uwe na uhakika kwamba unayempa yuko peke yake na unampa pasi mguu na sio kwenye nafasi. Lakini kuna wakati hadi goalkeeper karudishwa back pass ambayo unaona na yeye anatake riski, kitu ambacho kwa kweli katika defensive discipline ni moja kati ya maeneo ambayo wanatakiwa wafanyie kazi. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji pia na kwenyewe kwenye eneo la kumalizia, kwenye finishing, ni moja kati ya maeneo ambayo pia nafikiri mwalimu anatakiwa afanyie kazi, hasa katika mechi za hatua ya makundi ambapo zote zile ni mechi ngumu zaidi kuliko ni hatua ambayo waliopita. Kwenye sekta ya michezo pia umehudumu kwa kipindi kile, na ndio sababu moja kati ya kitu ambacho kwa kweli wa Tanzania tunataka tujivune kwa kipindi hicho, kwa sababu sio kazi rahisi. Hivyo ninavyozungumzia katika msimu huu hapa Tanzania tuna uhakika mechi 12 za